Mgogoro kati ya Israel na Palestina, hasa eneo la ukanda wa Gaza, umeendelea kwa miongo mingi bila suluhisho la kudumu. Marekani, taifa lenye nguvu kubwa duniani, limekuwa likijitambulisha kama mpatanishi wa kimataifa, lakini katika swala la Palestina, nafasi yake imekuwa ya mashaka. Watu wengi duniani wakiwemo wa Palestina na washirika wao, huona kuwa Marekani haiwezi kusaidia kurejesha usalama Gaza kutokana na sababu mbalimbali. Katika makala haya, tutachambua kwa kina sababu 10 zinazofanya Marekani kuwa mshiriki asiyeaminika katika juhudi za amani Gaza, na huenda hataweza kutatua tatizo ambalo wa Gaza na wa Palestina wanapitia. Moja ni upendeleo wa kisiasa na kijeshi kwa Israel. Marekani imekuwa mfadhili mkuu wa Israel kwa miongo kadhaa, ikitoa misaada ya kijeshi ya zaidi ya dola bilioni 3.8 kila mwaka. Misaada hii imeifanya Israel kuwa na uwezo mkubwa wa kijeshi dhidi ya wapinzani wake ikiwemo Hamas huko Gaza. Hali hii ya upendeleo inavuruga nafasi ya Marekani kuwa mpatanishi wa kweli, kwani hailingani kiusalama wala kisiasa na upande wa Palestina. 2. Kutokuwa mpatanishi wa kuaminika. Palestina na mataifa mengi ya Kiarabu hawaiamini Marekani kama msuluhishi wa haki kwa sababu ya historia yake ya kuunga mkono Israel bila kujali ukiukwaji wa haki za binadamu ambao unatendwa na nchi ya Israel. Mara kwa mara, Marekani huzuia maazimio ya Umoja wa Kimataifa dhidi ya Israel kwa kutumia kura ya turufu, yani veto, jambo linaloonekana kama kuegemea upande mmoja. Namba 3, maslahi ya kibiashara na kijeshi Mashariki ya Kati. Marekani ina maslahi makubwa ya kiuchumi na kijeshi Mashariki ya Kati, ikiwemo mafuta, biashara ya silaha na ushawishi wa kijeshi. Maslahi haya huchangia kushindwa kwa Marekani kulazimisha amani au kushinikiza Israel kuacha mashambulizi, kwani kufanya hivyo kungeathiri ushawishi wake na uhusiano wa kibiashara na kijeshi katika eneo hilo. Namba 4, nguvu ya lobby ya Kiyahudi AIPAC. American Israel Public Affairs Committee AIPAC ni moja ya lobby zenye ushawishi mkubwa zaidi Washington. Lobby hii huhakikisha wanasiasa wa Marekani hawapingi maslahi ya Israel kwa kuwadhibiti kisiasa kupitia ufadhili wa kampeni na mashinikizo. Kwa hivyo, hata viongozi wa Marekani wanaotaka kuwa waadilifu hujikuta wakinyamaza kwa hofu ya kisiasa. Namba 5, kutojali vikwazo vya kimataifa. Marekani imejijengea tabia ya kupuuza au kutotekeleza vikwazo vya kimataifa dhidi ya Israel hata pale ambapo Israel imefanya vitendo vinavyokiuka sheria za kimataifa. Hii huipa Israel uhuru wa kuendelea na sera zake za ukandamizaji bila kuogopa adhabu. Namba 6, mitazamo ya kiimani na kimadhehebu. Wakristo wa Kizayuni, Christian Zionists, nchini Marekani huamini Israel ina nafasi ya kipekee katika mpango wa Mungu wa kiimani. Imani hii imekuwa sehemu ya siasa za Marekani, hasa kwa wanasiasa wa kihafidhina. Kwao, kuilinda Israel ni wajibu wa kiimani na si suala la haki au uadilifu wa kisiasa. Namba 7, msimamo wa kijeshi badala ya diplomasia. Marekani mara nyingi hutumia njia za kijeshi badala ya kidiplomasia katika kushughulikia migogoro ya kimataifa. Badala ya kushinikiza mazungumzo kati ya Israel na Hamas, Marekani huunga mkono mashambulizi ya Israel kwa madai ya haki ya kujilinda bila kujali raia wa Gaza wanaouawa kikatili. Namba 8, kufumbia macho uhalifu wa kivita. Pamoja na ushahidi wa wazi wa mashambulizi ya Israel dhidi ya raia wa Palestina, Marekani hushindwa kulaani vitendo hivyo waziwazi au kuviita kwa jina lake sahihi uhalifu wa kivita. Hii huongeza hasira dhidi ya Marekani na kuwapa Wapalestina na wafuasi wao sababu ya kuamini kuwa Marekani haijali mateso yao. Namba 9, hofu ya kupoteza ushawishi Mashariki ya Kati kama taifa lenye nguvu. Marekani huogopa kwamba kukosoa Israel au kuunga mkono wazi Palestina kutapunguza nafasi yake ya ushawishi katika Mashariki ya Kati. Hivyo, huamua kulinda uhusiano na Israel hata kama hiyo inamaanisha kugeuka dhidi ya maadili yake ya misingi ya haki na usawa. Namba 10, historia ya unafiki wa kisera ya Marekani. Marekani hujihusisha na uenezi wa demokrasia, haki za binadamu na uhuru. Lakini inapokuja kwa suala la Israel na Palestina, Marekani haifuati maadili hayo. Unafiki huu wa kisera huifanya ionekane kama mnafiki mbele ya macho ya dunia, hasa kwa wale wanaotafuta haki kwa Wapalestina. Kutokana na sababu hizi, ni wazi kuwa Marekani haiwezi kuwa mwezeshaji halisi wa amani Gaza. Upendeleo, maslahi ya ndani na ukosefu wa msimamo wa haki vinaitoa Marekani kwenye nafasi ya kuwa mpatanishi wa kweli.
Dunia inahitaji sauti mpya zisizoegemea upande wowote, zitakazosimamia kwa misingi ya haki, usawa na heshima ya binadamu wote.